Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa Omo Kenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie hujambo, natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio ili nikufahamishe vile hali ilivyo na yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa letu la Kenya. Ikiwa kuna mwanasiasa ambaye siasa zake zipo katika hali ya tete zaidi, sio mwingine ila tu ni gavana wa kaunti ya Homa Bay ambaye pia ni mwenyekiti wa kitaifa hasa katika chama cha ODM, Gladys Wanga. Kivipi? Wabunge ambao ni wa mrengo wa Linda Ground walisusia mkutano. Tunapoenda hewani sasa hivi, mkutano wa ODM, tunasema ODM retreat ama mkutano wa chama cha ODM wa faraga ama wa kisiri, unaendelea katika kaunti ya Mombasa kuweka mikakati ni kivipi wanaenda kuanzisha mazungumzo kati ya ODM na UDA. Cha kushangaza zaidi ni kwamba baada ya Wanga, kwa sababu yeye ndiye anazungumzia mambo ya mikataba sana katika chama cha ODM, anasema ya kwamba lazima tunahitaji hiki na hiki. Wabunge wale ambao ni wa ODM chini ya mwavuli wa Linda Ground waliweza kususia mkutano huo wa siku 3. Ulianza siku ya jana, leo na hapo kesho utakuwa unakamilika. Na katika kanda hii nitakueleza wale ambao walisusia, ambao ni wa mrengo wa Linda Ground, ndio uweze kuelewa. Na hiyo inamaanisha nini? Kabla nizame kwa undani, shukuru wote ambao mnatazama hikana mahali popote mlipo, uzidi kubarikiwa. Kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda. Bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja kutukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe na kuomba tukaweze kusubscribe na uwashe kengele ili wakati tutakapoweka kanda mpya utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha Omo Kenya TV tumeweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Without wasting your time, back to our analysis. Naomba la kwanza ni kuonyesha picha penye ODM ikiongozwa na Gladys Wanga walikuwa vile empty seats, ama viti vilikuwa vinaonekana havikuwa na watu, ila tu tunaona idadi ya wachache. Ni kuonyesha vile picha hizo zinaonekana vile unavyoendelea kutazama hewani. Tuko na viti chache ambavyo vimeweza kujazwa na vingine vipo wazi pasipokuwa na watu. Sasa ni kuonyeshe vile wabunge hawa waliamua kususia. Hata Oburu Odinga hakuwa. Ruth Odinga ambaye ni woman rep ama mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Kisumu hakuwa kwa mkutano huo, kumaanisha hawa wanaenda kuhama. Nitakueleza kwa nini. Mwingine ni mawaziri wale ambao wako katika serikali ya Rais William Ruto, akina John Mbadi hakuwa pale, Wycliffe Oparanya hakuwa pale, Opiyo Wandayi hakuwa pale. Hao ambao wanasema ndio experts wako katika serikali ambao wataanzisha hiyo ama kufanikisha mazungumzo hawakuwa pale. Milly Odhiambo, mbunge huyu naye hakuwa, lakini tunafahamishwa ya kwamba alikuwa na shughuli zingine za kikazi. Otiende Amolo, mbunge wa Rarieda, hakuwa pale. Hawa ni wale ambao nakuwaelezea kwa nini walisusia, tutaangalia kwa undani. Na kina gavana wa kaunti ya Kisumu, Profesa Peter Nyang'inyong'o hakuwa pale. James Orengo kama kawaida hakuwa pale. Edwin Sifuna kama kawaida hakuwa pale. Babu Owino kama kawaida hakuwa pale, akina Junet. Kwa hivyo wabunge wengi walisusia. Mkutano huu ungewaleta wabunge, ungewaleta magavana ambao wako nao ni 13 kama sijakosea katika chama cha ODM, kisha baadaye na wale ambao wanakaa kamati ya kitaifa wangekuwa pale. Kwa hivyo unapoangalia walisusia mkutano huu. Sasa tunajiuliza swali, kwa nini? Huenda ni kipi ambacho kiliweza kufanikisha hao bunge ama wanachama wa ODM haswa viongozi kususia mkutano huu? Number 1,
Linda Ground has no powers after Sifuna kuamua kuondoka katika chama hicho cha ODM. Unajua yule ambaye anaitisha kikao halisi cha chama chochote sio mwingine ila tu ni katibu mkuu. Na sasa hivi katibu mkuu wa chama cha ODM sio mwingine ila tu ni Edwin Sifuna, lakini baada ya kumuonyesha hawampendi, wanamshambulia kila wakati. Baada ya yeye kusema liwe liwalo na liwe, hawezi kuunga mkono serikali jumuishi ama kuunga mkono Ruto, akawekwa kando, wakaleta sijui Catherine Omanyo ambaye ni kaimu sasa hivi katibu mkuu, tuseme ni msaidizi wa katibu mkuu. Sasa inakuwa ngumu kufanikisha shughuli hizi kutendeka, maana yule ambaye yuko na nguvu za kuitisha vikao kama hizi sio mwingine ila tu ni Edwin Sifuna. Namba 2, ukosefu wa hela za kutosha. Unajua sasa hivi kufanya mikutano lazima uwe na hela za kutosha kufanikisha shughuli za hapa na pale, kuwatumia wale ambao wakuja na magari, kila kitu kuandaliwa pale kuna hitaji hela. Na Sifuna ni one of the ODM political party signatories. Hela ziko pale, zimefungiwa, hamna yeyote ambaye ameziachilia sasa hivi, kwa sababu kuna mtafaruku sintofahamu kati ya Sifuna na hao wengine akina Gladys Wanga. Na vile inadaiwa mikutano ya ODM imekuwa ikipokezwa ufadhili na serikali ambayo wanaunga mkono, lakini huenda sasa hivi hamna hela za. Ndio maana tukaona gavana wa kaunti ya Kisii Paul Simba Arati akisema kuanzia leo, huenda ndio maana wakakasirika, wakasema ya kwamba kuna hizi hela ambazo tunaziita political parties fund, ODM haijawahi kuziona. Paul Simba Arati, gavana wa kaunti ya Kisii ambaye pia ni the deputy party leader katika chama cha ODM, alisema ya kwamba hakuna mazungumzo, hakuna mazungumzo na serikali ya Ruto ikiwa hawaendi kutuwekea hela zetu, kumaanisha kuna shida ya hela katika chama cha ODM. Tusikize what Paul Simba Arati said yesterday. Madeni ambayo serikali nayo yetu kama chama, tunauliza tafadhalini ndugu zetu, tupe pesa yetu. Hakuna maongezi yoyote ambayo tutakuwa nayo, hakuna maongezi. Viongozi waheshimiwa mko hapa, ninyi ndio mnatengeneza bajeti. Sisi wanachama wa ODM, serikali iko na deni yetu, na hiyo deni ndio tunahitaji tupewe. Mambo twende mbele na chama chetu, hakuna story nyingine. The minimum reducible item number 1. Kwa hivyo kuna shida, changamoto za hela, ndio maana haya yote yanashuhudiwa. Number 3 point ya mwisho, men of Linda Ground MPs are eyeing to exit the movement. Akina Ruth Odinga vile anapievu katika siku za hivi majuzi, akina Oparanya mumeona vile wanapievu, akina Millie Odhiambo mumeona vile wanapievu, akina Otienda Amolo mumeona vile wanapievu, akina hata Nyangi Nyong'o aliwaalika akina Edwin Sifuna Kisumu. Hawa wengi wanaenda kuhamia mrengo wa Edwin Sifuna. Wait and see. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe na kuomba tukaweze kusubscribe, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kupandishwa na kuandikiwa subscribe. Tutakadwe kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tunapoziweka katika mtandao huu wa Mkenya TV. Sambaza link ya kanda hii kuelekea group 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook. Asanteni sana ladies and gentlemen. Let's meet in the next video. Bye bye. Thank you for watching. Adios.